Akizungumza na kituo hiki, Luka Edson Mahenge, mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu mkoa wa Mbeya, SHIVYAWATA, ambaye pia ni mtu mwenye ulemavu wa kutokuona, anasema tukio hilo lilikuwa ni tukio la kutisha kwake, kwani alilazimika kujificha katika nyumba ya wageni, guest, lakini hata huko ndani bomu lililipuka na kumletea madhara. Mimi nimekuwa mpigaji kura toka mwaka 95. Napozungumza leo unaweza kuchukua kwa ni miaka mingapi, lakini kwa uchaguzi wa mwaka huu kwa kweli umetuathiri pakubwa tena mno. Kwa mfano mimi ilikuwa tarehe 27 nilipata mwaliko wa INEC kwenda kuhudhuria mafunzo juu ya matumizi ya tactile ballot Njombe. Sasa nilipofika Uyole ikaonekana tayari huku kumeshachafuka. Ikabidi kwa vurugu zilizokuwa kuna mabomu, risasi, ikabidi nikimbilie kukaa guest. Kwa hiyo nikaishi guest na sikuwa peke yangu, nikani mwenzangu ambaye ni mtumishi wa serikali, ni mwalimu Iganzo sekondari. Kwa hiyo ikabidi tujifiche guest. Sasa ilikuwa tarehe 30 ambapo sasa nikiwa chumbani kwangu nimepumzika. Na ndipo maaskari walikuwa wanapita na check kwenye nyumba za wageni na sehemu mbalimbali kuangalia je kuna watu waliokusanyika au vipi. Sasa mimi nilipofika nikakuta nimelala baada ya kuchungulia dirishani, basi wakapitisha bomu la machozi chumbani kwangu na likapasukia humo ndani. Just imagine mimi nilikuwa na matatizo kama haya. Sasa kwenye kukataza kutoka kufanya nini kwa mtu kama kiziwi inakuwaje? Kwa upande wake Jimmy Ambilikile, katibu wa SHIVYAWATA mkoa wa Mbeya mwenye ulemavu wa viungo, anasema vurugu hizo ziliwaathiri hata katika mahitaji ya msingi ya kila siku. Majini sasa ilitokea tarehe 29 mpiga kura akijua kesho kutwa anaamka kwenda kupata kipato. Lakini mwisho wa siku haendi kupata kipato chochote kwa anashinda ndani. Kwa asilimia kubwa watu pale ndani walikuwa wanakushinda na njaa. Hawali siku ya kwanza, ya pili, wakitoka kidogo wanakutana na mabomu wanarudi ndani. Lakini nilipokuwa nikisogea zaidi sehemu fulani nikakuta tayari polisi wameshaweka ukuta na hakuna mtu awaye yote anayeondoka pale. Lakini nikajaribu kuwasiliana na watu wawili watatu waliopo kanisani. Wakasema ndugu yangu, kama umezuiliwa huko ni afadhali tu kae, kwa sababu hata watu waliopo kanisani hapa ni wachache kabisa, wafike hata 30. Kwa hiyo ikawa limeathiri pia hata katika hali ya kiimani pia. Naye Evans Mwakyusa, mwenyekiti wa chama cha watu wenye ulemavu wa viungo CHAWATA mkoa wa Mbeya, ametoa wito kwa serikali kuweka mikakati mahususi ya kulinda wenye ulemavu pindi yanapotokea majanga au vurugu za kijamii. Niombe tu kwamba serikali inapokuwa imeona kitu kama hiki, kile kitengo cha dharura, sisi tunajulikana na wala mara nyingi sana ni sehemu kama sensa ilipita, wanajua kabisa kwamba sehemu fulani kuna watu wenye ulemavu. Kwa hiyo katika ile tarehe 29 tulipata madhara makubwa sana kulingana na jinsi ya hali ya aina watu wenye ulemavu. Kwa hiyo vitu kama hivi ningeomba sana amani ikitawala katika nchi inapendeza zaidi. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.